Mheshimiwa, jibu swali la kwanza. Jibu nini? Mheshimiwa Naibu Spika, swali la pili ushauri wake umepokelewa kwa sababu ni jukumu la Bunge kushauri serikali. Na kwenye swali la kwanza, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inatambua umuhimu mkubwa wa reli ya kusini, na hii inatokana na ukweli kwamba upande wa kusini, kwa maana kutoka Mbamba Bay mpaka Mtwara, tunajua na matawi yake kuna fursa kubwa, ikiwemo uwepo wa makaa ya mawe zaidi ya tani milioni 426, kuwepo kwa madini mbalimbali ikiwemo vanadium, titanium, lithium, pamoja na kwenye eneo la Dangote zaidi ya tani milioni 232 za cement. Lakini pia umuhimu wa bandari hiyo, umuhimu wa reli hiyo ndio na kwenda kuongeza matumizi makubwa ya bandari yetu ya Mtwara ambayo serikali imeweka pesa za kutosha, pamoja na Mbamba Bay. Lakini pia tunatambua kwamba tukifanikiwa kuanzisha reli hiyo itaweza kusaidia madini ambazo zimezitaja, na hivyo serikali kupunguza kuagiza madini kutoka nje, chuma kutoka nje. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na umuhimu huo, napenda nimhakikishie Mheshimiwa muuliza swali, Mheshimiwa Kororo, kwamba serikali imeshafanya mambo mengi sana ili kutambua na kuthamini umuhimu wa reli hiyo. Cha kwanza, tumeshaanza maboresho mbalimbali ya bandari tatu. Moja, hivi ninavyozungumza ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay umekwisha anza na zaidi ya bilioni 80 Daktari Samia Suluhu Hassan amezielekeza pale. Lakini pili, tumefanya maboresho makubwa bandari ya Mtwara kwa kuweka zaidi ya bilioni 157, na tatu, kwa sababu tunajua sehemu kubwa ya malighafi itakazotoka upande wa Liganga na Mchuchuma itakuwa pamoja na bidhaa chafu au makaa ya mawe, tunajenga bandari mpya Kisiwa Mgao ambapo zaidi ya bilioni 435 zimeelekezwa kwenye bandari mpya kabisa. Hii yote inadhihirisha na kuthibitisha namna ambavyo serikali hii ya awamu ya 6 inatambua umuhimu wa bandari hiyo. Lakini pia tumekwisha lipa fidia kwa zaidi ya wananchi 1000 waliopo kwenye eneo la Liganga na Mchuchuma ili kupisha maeneo yale. Yote hiyo inaonyesha ni kwa namna gani serikali inatambua jambo hilo. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tunaanza kwa jambo la kwanza, tunakuja la pili. Tumeshaanza kujenga reli ya kati kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza, mpaka Kigoma na mpaka nje ya nchi, ambayo inagharimu zaidi ya dola bilioni 12, zaidi ya takriban trilioni 30. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha utayari wa serikali sasa ya awamu ya 6 kuamua kuwekeza kwenye upande wa reli, especially SGR. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tunapoanza maboresho makubwa kwenye reli yetu ya kusini kwa maana ya Tazara, yote hiyo inaonyesha kwamba nchi yetu imeamua kufanya uchumi wake kwa uchumi wa uchukuzi. Kwa hiyo nimtoe mashaka, nimwombe endelee kuwa na subira wakati serikali inakamilisha mambo ameshaanza kuyafanya, na sio muda mrefu neema iko mlangoni. Watu wa kusini wajiandae, serikali itaanza kujenga reli hiyo. Mheshimiwa Mgaya. Spika, nakushukuru. Wewe ndo Mgaya? Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Naomba niulize swali la nyongeza. Kwa kuwa nyanda za juu kusini ni wakulima wakubwa wa zao la parachichi na horticulture kwa ujumla, je, ni lini serikali itaweka mfumo wa cold room katika baadhi ya mabehewa katika reli ya Tazara ili kuhakikisha kwamba wakulima wakubwa wa mazao hayo wanasafirisha mazao hayo kufika Dar es Salaam kwa ajili ya kupeleka nje za nchi yakiwa na ubora? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Neema Mgaya kama lilivyoulizwa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Zambia pamoja na China zilijenga reli ya Tazara yenye urefu wa kilomita 1860, na kwa sasa reli hiyo iliyojengwa ilikuwa na uwezo wa kubeba tani milioni 5, lakini kutokana na sababu mbalimbali hatukuweza kufikia hata 30% ya lengo hilo. Tayari tumeshaanza maboresho mbalimbali kwa ajili ya kuboresha reli yetu hiyo ya Tazara. Hivyo nachukua ushauri wake Mheshimiwa mbunge, tuone namna ya kutazama sio tu kuweka cold room kwa ajili ya mazao ya parachichi ambayo yapo mkoa wa Njombe, lakini kuangalia chaini nzima katika njia nzima kuanzia inakotokea Kapirimposhi mpaka Dar es Salaam ili iweze kuwa sehemu ya kuchechemua uchumi wa maeneo ambako reli hiyo inapita. Mheshimiwa Manyinyi. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Mwanzoni tulikuwa na mpango wa kujenga reli kutoka Tanga, Arusha kuelekea Msoma.
na sasa badala yake mpango huo umebadilika kwamba reli inapita Simiyu. Je, ni lini sasa mchakato huo wa ujenzi wa reli hiyo ya kwenda Msoma utaanza? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kumjibu Mheshimiwa Manyinyi swali lake alilouliza. Mpango wa serikali ni kuunganisha bandari yetu ya Tanga na mikoa ya kaskazini kwenda mpaka kwenye ziwa Tanganyika. Mpango huo upo, hatujali sana imepita wapi, lakini tunaangalia kiuchumi wapi ipite na kadhalika. Kwa mfano, katika njia hiyo kuna madini mbalimbali ikiwa ni pamoja na magadi soda Engaruka, kuna madini ya kule Dutwa, nikeli na kadhalika. Kwa hiyo njia specific pengine naweza nisizungumzie hapa, lakini kwa maana ya mpango huo serikali inao na itakwenda kujenga baada ya hatua za awali kukamilika, ikiwa ni pamoja na usanifu wa kina. Mheshimiwa Itara. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Swali langu ameuliza Mheshimiwa mbunge wa Msoma mjini. Asante. Mheshimiwa, tunaendelea. Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Dr. Florence. Je, lini serikali itakarabati skimu za umwagiliaji za